matumaini yangu mzima mpenzi mtazamaji wa N Catholic TV. Kipindi hewani ni matukio ya wiki. Utakuwa na mimi Anna Andrew nikikuletea machache kati ya mengi yaliyojili wiki hii nzima. Usiondoke, baki hapo hapo kujua nini kinaendelea na nini kimetokea wiki hii. N Catholic TV ilipata bahati ya kutembelea shirika la dada wadogo la Mtakatifu Francisco wa Asizi lililopo Mbagala Mission. Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa N Catholic International TV. Mimi ni Joyce Sudi na nipo kituo cha kiroho Mbagala na kukaribisha, ambapo utapata kufahamu mengi yanayofanyika na yanayoendelea katika shirika la dada wadogo la Mtakatifu Francisco wa Asizi, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Niko na Sister Magdalena kutoka shirika la dada wadogo, ambapo ana mengi sana ya kutujuza kuhusiana na utume wa shirika hili la dada wadogo. Sister, tumsifu Yesu Kristo. Hongera na utume. Asante sana. Asante. Nimefurahi kufika hapa na ningependa kufahamu kwa faida yako, lakini pia kwa faida wengine, kuhusiana na hatua za kuweza kufikia usista na kuweka nadhiri za daima. Asante kwa swali. Sisi kama alivyotutambulisha ni shirika la dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na tunafanya kazi za utume hapa jimboni Dar es Salaam, lakini pia kwenye majimbo mengine. Mpaka sasa tuko kwenye majimbo 8 tunafanya kazi za kichungaji na za kingine katika majimbo hayo. Tunapokea wasichana wote walau aliyemaliza form ambaye hayuko chini ya miaka 18 na walau asivuke miaka 26. Na kama akivuka miaka 26 au ina sababu maalum. Tunapokea wasichana wote walau wa Katoliki ambao wana wito wa kweli na nia ya kujiunga katika kumtumikia Mungu. Katika hatua hizo sasa, umri ambao umetaja miaka 18 na asivuke miaka 25, labda awe na sababu maalum. Ni hatua gani binti anapitia mpaka anakuja kwa sister? Asante kwa swali. Binti anapofika kuna hatua za kufikia mpaka kwa sister. Anapofika kuna hatua ya mwanzo kabisa ambayo tunaita hatua ya ukandidati, hatua ya mwanzo kabisa ambapo anakaa hapo kwa miaka 2 akiwa analelewa na kufuata taratibu za kitawa taratibu. Akionyesha nia ya maisha haya, anapanda hatua ya pili ambayo tunaita upostolati, ambayo iko kwenye maeneo mengine mbali na hapa Mbagala. Hatua ya kwanza wanaishi hapa Mbagala Spiritual Center. Hatua ya pili wanaenda Mkuranga na kule wanaitwa wapostolanti. Hatua ya pili ya utawa, kule wanakaa kwa mwaka mmoja wakiwa wanajiangalia na huku tukiwasaidia kutambua kama kweli wana wito wa kweli katika njia hii. Na baada ya hapo akionyesha bado nia, anaenda hatua ya 3 ambayo tunaita unovisi. Huko wanaenda mazingira mengine tena. Novisiati iko Visiga. Kule anakaa kwa miaka 2 kama mnovisi. Na katika hatua hii ya unovisi kidogo anaanza kushirikishwa kwenye mambo yote ya shirika, na anapewa katiba ya shirika na nguo za shirika, ijapokuwa hapewi zote. Anapata mavazi ya kishirika na shela nusu, lakini apewe msalaba bado. Sister, unapozungumza kuhusiana na shela nusu, hiyo inamaanisha nini? Shela nusu nikisema hiyo ni kama ieleweke vizuri. Nasema ni kama kitambaa ambacho akifanani na shela hii ambayo anapewa anapoweka madele kama sister. Kwa hiyo ni kitambaa ambacho anajifunga kichwani, lakini gauni ni hili kama letu. Kwa hiyo anaanza kuzoea taratibu maisha ya kitawa kwa miaka 2. Mwaka wa mwisho kabla hajawa sister anaenda kwenye jumuiya zetu, anakaa na sisi na anafanya kazi zetu za utume kama sisi, akiwa anajiangalia na kusikiliza kutoka ndani kama kweli Mungu anamuita katika maisha haya. Alafu baada ya hapo anafanya maamuzi yake sasa ya mwisho ya kujitoa kama sister. Kwa sister, wakati huu ambapo binti anapitia katika malezi kabla ya kufanya maamuzi,
anakuwa amepata haya malezi takribani miaka mingapi? Kwenye malezi haya ya msingi yanachukua miaka 5 kama hajasimama mahali. Kwa sababu kuna wengine anafika kufuatana na malezi ya kwenye familia, inabidi achukue miaka mingi zaidi kwa sababu ya msingi wa familia anapotoka. Kama ametoka kwenye familia nzuri ya kiimani, malezi yanakuwa hayana changamoto kubwa zaidi kuliko anapotoka kwenye familia ambayo msingi wa imani haupo. Kwa hiyo hapo inategemea na ukomavu wake kiimani na kimaisha pia kadiri ya familia. Na kati ya mabinti ambao wanafika sasa kwa ajili ya hatua hizi za kandidanti, postulanti pamoja na novice, na ambapo umesema wanakuwa katika kila baada ya miaka fulani miwili wanakaa sehemu tofauti. Mmepata changamoto, labda mmekaa na binti ambaye mmeona huyu mbona kama hayupo katika hali ya kuwa katika utume huu, hebu tujaribu mwaka huu ambao wanaenda kwingine hapo wamwangalie, lakini nao wamemwangalia nao wameona hivyo hivyo, na binti kama huyo mnachukua hatua gani? Kweli kabisa. Kuna wengine wanakuja wanafikiri kwamba wameitwa, kumbe sio. Na ndio maana anapofika kwenye hatua hii ya mwanzo, yeye mwenyewe anaangalia kufuatana na mtindo wetu wa maisha, kama kweli anavutwa nao na anasikia kutoka ndani, anaitwa kuishi mtindo huu wa maisha. Na sisi tunamwangalia pia kwa sababu sisi tuna taratibu zetu pia. Ndio maana nikawa nasema akionyesha nia ya kwamba taratibu za utawa na maelekeo yake, kwamba anaweza kweli kupata utakatifu na kujikamilisha katika maisha haya, anaendelea. Lakini ikionekana kwamba taratibu zenyewe zinakuwa mzigo kwake, kwa hiyo hata kuishi kwenyewe anaona kama ni vigumu kwake, moja kwa moja anajua kwamba hapa sio mahali hapa. Au inaweza ikawa kwa sababu ya, tunasema mashirika yako mengi, na kila shirika lina karama tofauti. Inawezekana kabisa labda huyu binti ameitwa kwenye karama nyingine bali na karama ya shirika letu. Kwa hiyo tunamwelekeza kuangalia karama za mashirika mengine, ambapo atakuta huenda kufuatana na karama hiyo anajisikia kuishi maisha hayo na kujipatia katika maisha. Ni matumaini yangu nafuatilia vyema hatua za kuweza kufikia kuwa sister. Na sisi umetupeleka katika hatua ya kwanza ya miaka 5. Sasa nataka kufahamu baada ya miaka 5, wewe umesema binti sasa anajitafakari ili kuweka nadhiri. Je, katika kuweka nadhiri ni hatua gani nyingine ambazo anapitia mpaka kufika nadhiri za daima? Baada ya kujitambua katika hatua hizo za msingi, sasa anafanya maamuzi ya kujiweka wakfu na kujitoa kabisa kwa Mungu kwa kuweka nadhiri zake za kwanza. Hatua ya kwanza anaweka nadhiri za kwanza. Anapoweka nadhiri za kwanza, anaanza kuishi maisha sasa yeye kama yeye, na anaishi kwa miaka 6. Kila mwaka, kila mwisho wa mwaka anajitathmini tena, kusikiliza vizuri tena wito wa Mungu, kama bado Mungu anamuita kuishi katika maisha haya. Na ndio maana anarudia nadhiri zake, anapaswa arudie nadhiri zake kwa miaka 6. Kila mwaka anarudia, kila mwisho wa mwaka anarudia kwa miaka 6. Bado akisikiliza sauti ya Mungu ndani mwake, kama kweli namuita aishi kwa maisha yake yote, maisha yake. Baada ya miaka 6 anaomba kwa hiari na uhuru kamili kuweka nadhiri za daima katika shirika, au tunasema nadhiri za maisha, akithibitisha kwamba yeye kama sister atakufa kama sister na atajipatia utakatifu wake katika mtindo huu wa maisha kama sister. Kwa hivyo hapo tukipiga hesabu ni takriban miaka 11. Kama binti ana miaka 18 au 19, tunategemea kwamba ataweka nadhiri zake za daima akiwa na miaka 29 mpaka 30. Je, kama binti ameweza kuweka nadhiri za awali au za daima, halafu baada ya muda akaomba kuondoka kutoka shirikani, na baadaye akarudi nyumbani Mavayani, halafu baada ya muda akaomba tena kurejea shirikani, mnafanyaje? Mnampokea? Baada ya
kuweka nadhiri zile za mwanzo, bado kuna nafasi ya kurudi nyumbani. Anaweza kama nilivyosema, anarudia nadhiri zake kila mwaka. Kwa hiyo nadhiri zake kila mwaka akiona kwamba kadiri ya maisha haya naona sio mpango wa Mungu mimi niwe hapa, anaamua kwa hiari asirudie nadhiri, na hapo moja kwa moja nadhiri zake zinakuwa zimeisha, anaweza kurudi nyumbani kwa sababu amejitambua kutoka ndani Mungu anaita mtindo wa maisha. Lakini inaweza ikaendelea akaweka mpaka na nadhiri za daima. Na kama ameweka nadhiri za daima, kabla hajafanya maamuzi mazito ya kuacha nadhiri zake, kama tunavyoziita nadhiri za maisha, lazima awe anasali na kutafakari sana, na lazima apate msaada wa hali ya juu katika kuacha nadhiri zake, kwa sababu alimwahidia Mungu kwa maisha yake. Na ndio maana kwenye kuacha kwenye nadhiri za maisha huwa sio kitu kidogo. Lazima kumsaidia na yeye apewe muda wa kutosha kutafakari, na wakati mwingine apewe hata mwaka mmoja wa kwenda nyumbani kukaa na kujitafakari upya tu, lakini bado anabaki mwanashirika. Ili kabla ya kufanya maamuzi ya kwamba abadilishe mtindo wa maisha, atoke kwenye nadhiri zake na arudi nyumbani, lazima awe amepata muda wa kutosha. Na kama ikitokea licha ya kwamba amepewa huo muda wa kutafakari kwa muda wa kutosha na bado anabaki pale pale kurudi, basi huyo sio rahisi kumpokea tena kwenye maisha ya utawa. Anapoacha nadhiri zake akiwa na nadhiri za daima, hata za kwanza kama ameamua kuondoka na amefanya tafakari na bado anabaki katika kuamua kuondoka, sio rahisi kumpokea tena katika maisha yake. Sasa anapewa nafasi ya kutafakari ya kutosha. Ndio. Na kila Desemba 8 huwa mnafanya sherehe za masista ambao wanapata nadhiri za daima na nadhiri za awali. Lakini wengine wanasherehekea jubilei ya miaka kadhaa ya utume wao. Je, kwa nini mnafanya Desemba 8 na isiwe tarehe nyingine? Asante kwa swali. Ni kweli Desemba 8 mashirika mengi ya watawa wanapenda kuweka nadhiri katika tarehe hiyo kwa sababu tu ya heshima. Kwa kweli ni kweli utandawazi ni moja ya changamoto ambayo inajikita zaidi kwenye malezi. Vijana wengi wanashindwa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya kelele zilizoko ulimwenguni. Kuna wengine kweli kuitikia sauti ya Mungu ni kwa changamoto. Kwenye kuongezeka kwa miito, miaka ya nyuma zaidi ni kweli kulikuwa na miito mingi zaidi, hasa kwenye sehemu za mijini. Sehemu za mijini utandawazi una kasi kubwa zaidi kushinda sehemu za vijijini. Kwa hiyo kwa mijini ni kweli tunaonja hii changamoto kasi kubwa ya kupungua kwa miito. Watu wa kutoka mjini wanaoitwa kujiunga nasi ni wachache. Lakini walao si kupungua kivile, kwa vile Mungu bado anaendelea kwenye kazi, tunapata, lakini huwezi kulinganisha kama miaka ya kabla ya utandawazi. Labda mgeni nataka kufahamu sasa, kwa nini shirika la wadada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi? Shirika letu linaitwa shirika la wadada wadogo Mtakatifu Francisco wa Asizi kwa sababu tunafuata nyayo za Mtakatifu Francisco. Francisco alipomfuata Kristo na mpaka akajipatia utakatifu, na sisi tunataka kutembea katika nyayo za Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunafuata karama ya udugu na utumishi wa Kristo mwenyewe alipowaosha mitume miguu yake, ambao Francisco alitembea katika nyayo hizo za udugu na utumishi. Ndio maana shirika letu linaitwa Dada Wadogo. Tulikuwa tunakuona miaka inazidi, tunazeeka, lakini tunabaki dada wadogo. Tunafuata hiyo ya udogo na unyenyekevu wa Kristo mwenyewe ambao Francisco alifaulu katika kufuata. Sister, umezungumzia kuhusiana na changamoto ya utandawazi ambayo huenda pia ikawa ni sehemu ya kufanya vijana wengi wapungue kuingia katika shirika, na pia kuna changamoto nyingine nyingi ambazo labda zinawafanya vijana washindwe kuingia katika utumishi huu. Labda mmejipanga vipi sasa kuweza kukabiliana na changamoto hiyo?
Asante kwa swali lako, lakini kweli nilisema juu ya changamoto, lakini kama tunavyofahamu, changamoto ya utandawazi ni pale tu inapotumika vibaya. Vijana wanapotumia vibaya utandawazi, mwisho wa siku wanashindwa kusikia sauti yao. Lakini tuna vijana wengi ambao kwa njia ya utandawazi wanapata wito na wanajiunga nasi. Kwa hiyo hao vijana wanaopata wito kwa njia ya utandawazi, kwa wanapokuja kwetu, kikubwa ni kuwaelimisha faida au matumizi mazuri ya utandawazi, kwa sababu hata ukija kwetu ukajiunga na maisha haya ya kitawa kama sisi, ukautumia bado utandawazi vibaya, utakuondosha. Na ndio maana kikubwa tunachofanya katika malezi, hata mashuleni tunapofundisha dini, ni kuwaelimisha juu ya matumizi mazuri ya utandawazi. Na changamoto kubwa inayopunguza miito ni familia zetu. Utakuta siku hizi vijana wengi ni kama mtindo wa kuzaa bila sakramenti ya ndoa umekuwa ni mtindo. Mtoto anakuwa hana malezi ya kiimani kutoka kwenye familia, na unakuta huenda mtoto amelelewa na baba tu au mama tu, au amelelewa na watu tofauti kabisa kwenye mtindo tofauti. Na ndio maana hata hiyo inafanya hata yeye mwenyewe kujitambua katika wito, hata mwenendo wake inakuwa ngumu. Sisi nakushukuru sana kwa ajili ya kutupa elimu na ufahamu kuhusiana na shirika la dada wadogo na hatua zile ambazo mpaka mtu anapata labeli za daima. Na labda sasa kati tunahitimisha, tungependa kufahamu nini wito wako? Asante. Wito wangu hasa kwa wazazi, tutambue kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu anatujalia hao watoto na wanawaleta hapa duniani akiwa na malengo yao. Kuna baadhi ya watoto wazazi wamekuwa na tabia ya kuwazuia watoto wao wasijiunge na maisha ya kitawa. Nini? Kwa sababu amemsomesha, kwa sababu anamtegemea, kwa sababu ana malengo yake yeye mzazi. Lakini kumbuka, Mungu amemkupa huyo mtoto kama zawadi. Tusizime ndoto zao kwa sababu ya malengo yetu kama wazazi. Cha pili, familia zetu kweli ziwe shule ya malezi, hasa ya kiimani na maadili. Watoto tusiwakimbize shule za bodi kwa sababu ya kushindwa kutimiza wajibu wetu kama wazazi. Na mwisho wa siku wanakosa malezi. Japokuwa wanakuwa academically wako vizuri kiakili, wamefundishwa na wamefaulu vizuri, lakini wanapungukiwa kitu katika malezi. Kwa sababu tu wazazi wanakuwa na mtoto toka mwanzoni na mlea katika misingi ya maadili na kiimani. Cha tatu kwa vijana, hebu tuimarishe imani yetu. Tusimzuie Mungu anapotuita. Na wakaribisha vijana wengi wa Katoliki ambao wanapenda kujiunga nasi, na mpaka sasa sisi dada wadogo tuko 117. Mwaka kesho tunapata masista wapya 9. Itakuwa kubwa zaidi. Leo tunapokea wasichana wote, huo umemaliza form 4, lakini kwa sababu elimu sasa ni kitu cha muhimu katika kufanya kazi na kuwatumikia watu. Kwa hiyo form 4 walau D4. Kwa hiyo ukitaka kuwasiliana nasi, karibu sana. Makao yetu makuu ni Mbagala hapa Spiritual Center, na namba ya simu ukitaka kutupigia kijana yeyote tunayekukaribisha ni 0784060699. Karibuni sana, tutumikie Mungu katika maisha. Kila mwaka mwezi Disemba, chama cha wagani na wajane cha Mtakatifu Monica hufanya misa ya shukrani, na mwaka huu wametimiza miaka 25. Hujambo mtazamaji wa N Catholic International. Haya ni matukio ya kanisa ya wiki. Mimi ni Joyce Sudi na nimepata nafasi ya kukutana na mama wa chama cha Mtakatifu Monica jimbo kuu la Dar es Salaam, Mama Sweetbetha Muzungu. Mtazamaji wa N Catholic International TV, haya ni matukio ya kanisa. Mimi naitwa Joyce Sudi na nimepata nafasi ya kukutana na Mama Sweetbetha Muzungu. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha Mtakatifu Monica, chama cha wagane na wajane jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, na wana tukio lao hivi karibuni. Nataka kufahamu tu ni tukio gani hilo
na linahusu nini, tuweze kufahamu kwa pamoja na tuone kwamba nini ambacho tunakipata na sisi kupitia tukio hili. Mama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Salamu zetu tunasalimianaje? Bwana Na mimi utuhurumie. naitikia Kristo tusikilize. aha. Bwana utuhurumie. Kristo tusikilize. Asante sana. Na mimi nikisema Kristo tusikilize. Bwana utuhurumie. Sawa mama, nimefurahi kukuona na naona tunaonana mara kwa mara, lakini pia mwishoni mwa mwaka huu nimefurahi kukuona. Unajua kwenye mwaka kuna mambo mengi Asante sana, sana. na nimesikia mna jambo, basi nikasema nikuone, utupe mawili matatu, labda kwa anayekutazama wakati huu anataka kufahamu vizuri, na pia utuambie ni nini ambacho mnatarajia kufanya katika utume huu. Asante sana ndugu mtangazaji Joyce Sudi. Kama alivyotangulia kwa jina, naitwa Sweetgreta Mzungu, ni mwenyekiti wa wajane na wagane jimbo. Natokea parokia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Buza. Kwa leo nimeitwa hapa kwa ajili ya kueleza kile kilichoko mbele yetu mwisho wa mwaka huu wa mahujaji 2025. Sisi kama wajane na wagane jimbo kuu la Dar es Salaam tumejipangia huwa tunakutana na wajane na wagane wote katika sala, kusali pamoja. Leo hii tunapoelekea mwisho wa mwaka, tumejipangia kukutana wajane na wagane wote katika kikao chetu cha wajane na wagane wote jimbo katika parokia Mtakatifu Stefano Kisarawe, na hii huwa ni makubaliano ya wanachama wajane na wagane wote, na hiyo itakuwa ni tarehe 21 mwezi wa 12 2025. Mama, kila kusanyiko linakuwa na dhumuni ama lengo, labda tungependa kufahamu lengo la kusanyiko hilo ni nini? Lengo la kusanyiko la tarehe 21 mwezi wa 12 2025 ni kusali pamoja, kumshukuru Mungu kwa mwaka huu tunaomaliza wa 2025. Kwa hiyo na mwisho wa mwaka unapofika, pia tunatakiwa kumshukuru Mungu, na hiyo ndio lengo la wajane na wagane mwisho wa mwaka, hasa katika parokia ya Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe. Na desturi hii ama taratibu hii huwa mnafanya kila mwaka? Ndiyo, huwa tunaifanya kila mwaka Desemba. Na kwa nini parokia ya Mtakatifu Stefano Kisarawe? Parokia ya Mtakatifu Stefano Kisarawe ni kwa sababu kule kuna wanachama wetu. Kwa hiyo tunatembea kila parokia tukiinjilisha, tukisali pamoja, yaani kila parokia ionje faraja ya wajane na wagane wenzao. Kwa hiyo tunatembea kwa mzunguko. Na labda katika mzunguko wenu ambao umesema mwaka huu mnafanyia Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe Chanika, ndio nakuwa mnalenga kufanya vitu gani hasa katika hizo parokia ambazo mnatembelea? Leo tuna malengo ya kwamba kila tunapofika kama wajane na wagane huwa tunaacha alama baki ya kusali pamoja, kutoa taarifa ya pamoja tuliyoyafanya kwa mwaka mzima, lakini pia huwa tunaacha alama kutegemea na parokia husika. Alama hizo huwa inategemea na parokia kwamba mahitaji yao ni yapi. Kwa mfano mwaka jana mwezi wa 9 mwanzoni tuliacha alama ya mimbari katika parokia ya Martin de Porres Mwananyamala, tuliacha alama ya mimbari. Lakini katika misa yetu ya shukrani tulikuwa parokia ya Muhimbili, Bikira Maria salama ya wagonjwa, kule tuliacha mahitaji ya wagonjwa, walihitaji mikeka, pempasi, nguo kwa ajili ya wauguzaji, na hela kidogo kwa ajili ya dawa. Lakini tukiwa katika mafungo pia tuna kawaida hiyo. Tulikwenda Mtakatifu Yuda Tadei Stakishari, Mtume Stakishari, kule tuliacha alama ya mifuko ya simenti. Lakini tulikwenda katika parokia ya Tabata, tulitoa mchango katika ujenzi wa kanisa
dogo la kuabudia. Na mwaka huu tulikwenda parokia Mtakatifu Kisaveri Chang'ombe, na kule pia tuliacha alama ya mashine ya kufulia ya kilo 14. Na sasa tunakwenda kumalizia Kisarawe kwa mwaka huu. Kule tutaacha alama ya kokoto lori 4 kwa ajili ya ujenzi wa parokia teule Mzenga, kwa sababu wao mahitaji yao ni kwa ajili ya parokia teule. Kwa hiyo sisi kama wajane na wagane tutaacha alama hiyo kwa parokia hiyo ya Mtakatifu Stefano Kisarawe. Huwa mnakutana mara ngapi kwa mwaka? Kama wanachama wote huwa tunakutana mara 6 kwa mwaka. Tunakuwa na misa ya shukrani, tunakuwa na mafungo ya pamoja, tunakutana na wajane na wagane wote kwenye kikao cha nusu mwaka, tunakutana na wajane na wagane wote katika hija, tunakutana wajane na wagane wote katika sherehe za Mtakatifu Monika, tunakutana na wajane na wagane wote katika kikao cha mwisho wa mwaka ambacho ndio hiki tunakwenda parokia Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe. Vipi tathmini ya utume wenu kutoka mlipoanza mpaka sasa ambapo mmesema mmesherehekea mwaka huu jubilei ya miaka 25 ya chama cha Mtakatifu Monika, na tathmini yenu ikoje? Tathmini yetu tunakwenda, tathmini ya kwanza ambayo naweza kusema tunakwenda vizuri, mwaka 2000 Baba Kardinali Polycarp Pengo alizindua chama hiki katika parokia Mtakatifu Kisaveri Chang'ombe katika jubilei ya mwaka 2000. Walizinduliwa kwa wanachama wajane na wagane 63, lakini hadi sasa tuko wanachama zaidi ya 700, na ni parokia chache tu, si zote ambazo zimejiunga za jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo wajane na wagane wapo. Labda kikubwa pia tuendelee kujitokeza ili tuweze kusali pamoja, tuweze kufarijiana na tuweze kutembea pamoja. Wewe unaona changamoto nini kati ya wale ambao wana hofu kuingia, lakini wale ambao pia wapo katika utume wenu, una changamoto gani? Changamoto kubwa ni kwamba unaposema mjane na mgane na anaitwa sehemu, kwanza akili za wengi huwa zinaingia kwenye kupokea, kwamba nikienda nitarudi na sukari, labda nitarudi na chumvi, nitarudi na mchele, watoto wangu au wajukuu wapate kula. Kumbe lengo na nia ya chama hiki ni kusali pamoja, kuwa pamoja, kuenenda pamoja, kufarijiana. Mfano kama hivi tumejipangia, mjane mmoja akifariki katika parokia moja, basi wajane na wagane wote tunakwenda kumsindikiza mwenzetu katika safari yake ya kumaliza hapa duniani. Kwa hiyo hii inaleta faraja kwamba mfano unapofiwa na mume, unapofiwa na mke, mara nyingi marafiki kwanza wanapungua, hata ndugu wanarudi nyuma. Kwa hiyo ndugu ni au faraja unaipata kwa wajane na wagane wenzake. Wa wajane na wagane ambao wako kwenye chama wajane na wagane, wito wangu mkubwa kwa wanachama wale jembe na mjane mkaingia tayari ya sehemu katika familia zetu katika jumuiya zetu. Kwa hiyo basi tunapokaa pamoja tunaelimishana, tusali. Muda mwingine anasema kwa nini na hiyo, lakini inawezekana Mungu ana sababu ya kwamba wewe uwe hivi ili uweze kupata muda mzuri wa kumuomba Mungu na kumshukuru. Zito familia zetu zinaendelea upendo wa familia, ushirikiano na upendo, kwa sababu kila wewe kitu. Hiyo basi pata muda wa kusali na kutembea pamoja, kusali katika sala.
Ndio. Kitu ambaye nataka kuoa sasa au kuolewa anaruhusiwa? Ndiyo, ndugu mtangazaji, katika utume wetu anaruhusiwa, lakini tunaangalia kwamba wewe ulikuwa umesimama wapi. Ukisimama kwenye utume pia umempata mwenzi, basi mkipendana mkakubaliana, mwende mkafuate sheria za kanisa, inaruhusiwa kuolewa au tatizo ni kwamba ukibaki nje wa chama unabaki kuwa nani? Unaishi maisha gani? Labda wengine wanasema tulipangia na nini. Basi kwa kipindi hiki ambacho chama kipo, basi njoo usimame ili uweze kutembea. Unapompata mwenzi wako unaruhusiwa, mababa wako tayari. Hasa katika utume wenu mko watu wa level gani? Kuna wazee, vijana wapo huko kweli? Ndio, vijana wapo wengi. Wa level ya kati wapo na wamesimama. Wazee kabisa pia wapo na tunakwenda nao, lakini wagonjwa pia wapo. Hapo katika wajane na wagane kuna wagonjwa wako vitandani, bado tunao, ni wenzetu na tunawahudumia sisi kwa sisi. Kila parokia inahudumia wagonjwa wao. Mfano mimi parokiani kwangu, wagonjwa walioko nyumbani waliolala hawawezi ni wagonjwa kama wanani, lakini hata mkipata kitu sikukuu hii mnawapelekea nao wajisikie wapo kwenye jamii ya utume wenu. Kwa hiyo kila parokia wanaangalia wajane wa kwao. Mama, umesema kwenye chama chenu mko zaidi ya wanachama 700. Na umesema hapo ni baadhi tu ya parokia, sio parokia zote za jimbo kuu la Dar es Salaam. Je, kwa mfano kuna mtu anataka ajiunge kwenye chama chenu na ajui jinsi gani ya kujiunga, anafanya? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mtu anayetaka kujiunga na chama chetu cha Mtakatifu Monica wajane na wagane jimbo, aone viongozi wa parokia yake, awaambie, kwa sababu wao wana namba zetu kwenye directory ya jimbo, namba zetu zipo, basi watatupigia na tutakwenda kuhamasisha kama hatujawafikia. Na bado tunaendelea kupeleka maombi kila parokia, na ili watuite twende tukaongee nao na wao waweze kujiunga na chama chetu. Lakini pia kuna parokia zingine tunapeleka maombi yetu, viongozi wa parokia hawatujibu na namba zetu zipo, zinachukua mwaka hawajakujibu, basi unajua kwamba hii bado unapeleka parokia nyingine. Kwa hiyo ndio utume wetu unavyokwenda. Labda tu kwa hapa, kwa kuwa ndugu mtangazaji huko, pia naweza kutoa namba ya simu wakatutafuta kwa namba ya simu. Kwa namba ya simu ni 0713828238. Narudia tena ni 0713828238. Asanteni sana mtazamaji wa N Catholic International TV. Asante sana kwa kutenga muda wako kututazama. Asante kwa kufuatilia mahojiano haya ambayo nimefanya na mwenyekiti wa chama cha utume wa Mtakatifu Monica, chama cha wagane na wajane jimbo kuu la Dar es Salaam, Mama Sweetbetha Muzungu. Tumeweza kufahamu mengi sana ambayo kwenye masikio yetu mengine tulikuwa tunaona haiwezekani na ni kitu cha ajabu. Nikwambie tu kwamba tukiona mengine kwa wanadamu hayawezekani, kwa Mungu yote yanawezekana. Endelea kutufuatilia na nikushukuru sana mama. Asante sana. Kwa asante wako. Hadi wakati mwingine, baada nyingine tena. Asante sana. Ilikuwa ni Jumatano ya Disemba 10 mwaka 2025, wakati wa hadhira yake kuu katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Papa Leo wa 14 alionyesha wasiwasi mkubwa juu ya vurugu zinazoongezeka katika mpaka kati ya Thailand na Cambodia. Papa amesema kumekuwa na majeruhi pamoja na raia na maelfu ya watu waliolazimika kuondoka makwao. Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa mataifa yote mawili kusitisha mapigano mara moja na kuanza tena mazungumzo. Baba Mtakatifu amesali kwa ajili ya watu wa Cambodia na Thailand.
Akihutubia waamini waliokusanyika katika hadhira kuu, Papa ameelezea huzuni yake kubwa kwa ripoti zinazoibuka kutoka eneo hilo, ambapo amesema ana huzuni sana kwa habari za mzozo mpya unaojitokeza kando ya mpaka kati ya Thailand na Cambodia. Mapigano hayo yalizuka tena Disemba 7 katika eneo la mpaka la mkoa wa Sisaketi kwenye dayosisi ya Ubon, na imezidi kuongezeka na kuenea bila kikomo. Kanisa Katoliki kupitia Caritas na mashina yake ya shughuli za kijamii katika diosezi za Ubon limetoa msaada wa dharura kwa walioathirika kwa uwezo wake wote, ili kuonyesha upendo na huruma kulingana na uwezo wao kupitia Caritas Thailand. Caritas Thailand imesema hivi karibuni kwamba imekuwa ikishirikiana kwa karibu na diosezi zilizoko kando ya mpaka tangu mapigano yaanze. Tangu Disemba 7 mpaka sasa, Caritas inaendelea kutoa msaada, ikiwa ni pamoja na kuteua maeneo ndani ya kanisa Katoliki kama vituo vya awali vya uokoaji na kufanya kazi na mashirika ya serikali za mitaa. Makanisa 4 ya Kikatoliki, mawili huko Ubon, Ratchathani na mawili huko Changthabur, sasa yamefunguliwa kama makazi ya muda kwa waliohamishwa. Mgogoro kati ya Thailand na Cambodia zilianza Februari mwaka huu, ambapo kiini cha mgogoro unatokana na ramani ya mwaka 1907 kutoka enzi za ukoloni wa Ufaransa nchini Cambodia. Jeshi la Cambodia hujenga barabara na ngome mpya katika eneo la Chongbuk. Mambo hayo ndiyo sababu kuu ya majibizano ya silaha kati ya mataifa haya mawili ambayo yalianza Julai 24 mwaka 2025. Thailand na Cambodia wamekuwa wakibadilishana mashambulizi ya kijeshi kutokana na mzozo wa mpaka unaotokana na enzi za ukoloni wa Ufaransa. Mgogoro huu umedumu kwa miongo kadhaa, ingawa kuna mfumo wa pande mbili wa kushughulikia tofauti za mipaka. Hali imekuwa mbaya kufuatia tukio la Februari mwaka 2025, polisi wa Thailand walipowazuia watalii wa Cambodia kuimba wimbo wao wa taifa katika mojawapo ya maeneo yenye mzozo. Cambodia ipo kusini mashariki mwa Asia katika peninsula ya Indochina, ikipakana na Thailand, Laos, Vietnam na Ghuba ya Thailand, ikiwa ni ufalme wa kikatiba wenye historia ndefu na tamaduni tajiri. Na sasa tuangazie sherehe za uhuru kwa mtindo usiozoeleka. Kila Disemba 9 kila mwaka Tanzania bara inaadhimisha siku ya uhuru, na kwa mwaka 2025 imeadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Tukio muhimu linalokumbusha hatua za maendeleo na umoja wa taifa tangu kupatikana kwa uhuru mwaka 1961. Tofauti na ilivyozoeleka ambapo siku ya kuadhimisha uhuru wa Tanganyika huwa na shamra, sherehe, furaha za kitaifa, lakini katika mwaka huu hali imekuwa ya tofauti na isiyozoeleka. Serikali ilitoa tamko la kuwashauri wananchi wake kutumia siku hiyo kama sehemu ya mapumziko kwa kubaki nyumbani, huku ikiwashauri wale tu wenye dharura kutoka kufanya hivyo. Hali hiyo imeonekana wananchi wengi kutii agizo hilo kutokana na vurugu ambazo zilitokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi, ambapo uliwapa hofu baadhi ya wananchi ambao takribani wiki moja walilazimika kukaa ndani pasipo kutoka kujitafutia riziki zao. Hali hii ya kusherehekea miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara imewapa sura gani wananchi? Kwa jina naitwa Daudi Suleimani. Mimi kwa kifupi, hiyo hali imeniathiri sana ya kuambiwa tarehe 9 Disemba watu tukae ndani, kutokwenda kwenye shughuli zetu. Kama tutakwenda basi kuwe na lazima, kama huna lazima basi ukae nyumbani. Kwa kweli hali imeniathiri sana kutokana na aina shughuli zangu, na sio hiyo tangu tarehe 29 kipindi cha uchaguzi. Na vile vile ile hali ilitokea nao vile vile ni asili. Mimi mabosi wengi sana ambao wa China na wa India wamekimbia kwao. Kwa mpaka sasa sisi tumeasilika
kutendaji kazi. Kwa hiyo kazi yetu imekuwa ngumu sana. Na hii nayo ilivyokuja ya tarehe 9 kuna maandamano ndo kabisa wale wameondoka mpaka sasa hawapo. Na hata kwenye masuala ya kujifadhi tu nikaamua kwa mke wangu bwana tufunge mkanda. Basi hiyo tarehe 9 kidogo na tuweke chochote ndani. Kwa hiyo tuchoweka ndicho tunacho, basi ndio kitatusaidia, lakini hali imetuasili sana. Tukala kwamba wawekezaji wengi sana wametukimbia ambao sisi ndio wanatusaidia. Na hatujui hata udilini mpaka sasa hivi. Jina langu naitwa Jonathan Israeli Muina. Unaandamana kwa ajili ya lipi? Tafuta hela 200 yako. Jasho lako la damu la kutafuta ndio riziki yako wewe. Ile tarehe 29 imetasomo. Kwa watu kwanza wamejifunza kuandamana, hakuna issue. Wewe mwenye kipato cha chini ambayo mlo wako ni mdogo, unashinikizwa uende ukaandamane. Unaandamana unataka nini? Na inakusaidia wewe nini? Wito wangu mimi na waishi wa Tanzania. Hakuna serikali ya nchi yote katika dunia hii hapa itakuja kuletea hela mfukoni. Usipotoka wewe kwenda kutafuta 200, 300, 400. Mungu amekupa afya. Toka katafuta 100 yako, muamini Mungu basi. Mimi naitwa Noeli Mbaga. Nilikuwa nimeona tu kwamba haina umuhimu wa kusema kwamba ninunue vyakula ndani, wakati kwanza kabisa kulikuwa kuna tension kubwa, yani kwamba serikali ilikuwa ishapanga kuhusu ulinzi siku nyingi kabla hiyo tarehe 9. Kwa hiyo ingekuwa ni vigumu hata hao watu waliokuwa wanaandamana kuwa wangeweza kutoka barabarani siku hiyo. Ilikuwa ni tarehe 8 Novemba mwaka 1984 Mtakatifu Yohane wa Pili alipochapisha waraka unaojulikana kama Bikira Maria ameidhinishwa kuwa mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sherehe iliyoadhimishwa kitaifa kila mwaka ifikapo tarehe 9 Disemba katika mkesha wa uhuru wa Tanganyika, ambapo Mtakatifu Yohane wa 23 alitunga sala maalum kwa ajili ya kuiombea Tanganyika ili uhuru wake uweze kuwanufaisha watu wake. Na pia Mtakatifu John Paulo wa Pili katika ujio wake nchini Tanzania Septemba mwaka 1990 alikabidhi nchi ya Tanzania chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na katika tafakari Dominika ya pili ya majilio ya mwaka A wa kanisa, Mama Kanisa anawaalika watu kuwa na imani, toba na haki. Hii inakumbusha kwamba tumaini la kweli haliwezekani kukua kwenye udongo wa dhambi, bali kwa kuondoa uovu kwa toba, yakijikita kufundisha watu kujiandaa kimawazo na kisaikolojia kabla ya kusema au kutenda lolote. Maana yake wajiandae kwa kuwaza vizuri kabla ya kutenda, hasa kutafakari zaidi athari la jambo husika kama litaumiza wengine pasipo kuangalia maslahi binafsi.